Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Maonyesho ya Canton yaingia awamu ya 3 yakiangazia bidhaa za maisha ya kila siku. Kampeni ya uhamishaji mkubwa wa watu yaboresha maisha na kurejesha ardhi kaskazini magharibi mwa China, yani Ningxia. Na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika asifu mpango wa China wa ushuru sifuri wakati wa changamoto za kimataifa. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Na awamu ya 3 ya maonyesho ya 139 ya Canton Fair imeanza rasmi leo katika mji wa Guangzhou kusini mwa China, ikionyesha bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku. Mwenzangu Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Sehemu hii ya siku 5 ya moja ya maonyesho makubwa zaidi ya biashara duniani yanayoendelea kuanzia tarehe 1 mwezi Mei hadi 5 mwezi huu wa Mei inalenga bidhaa kama vile vifaa vya watoto kuchezea, bidhaa za mama na mtoto, nguo za nyumbani, vifaa vya ofisini pamoja na bidhaa za afya na burudani. Maonyesho haya yanafanyika katika eneo la mita za mraba 1515 na yanajumuisha vibanda vipatavyo 25,000. Awamu ya 3 pia inaonyesha bidhaa za kisasa za huduma za afya, mitindo ya mavazi pamoja na matumizi ya uchumi wa wazee almaarufu silver economy, yakilenga kukidhi mahitaji mbalimbali ya watumiaji duniani katika ubora wa afya, matumizi binafsi na mahusiano ya kihisia. Zaidi ya matukio 150 ya uzinduzi wa bidhaa mpya yanatarajiwa kufanyika. Kwa ujumla, maonyesho ya Canton yanafanyika kuanzia tarehe 15 mwezi Aprili hadi tarehe 5 mwezi Mei katika awamu 3, ambapo kila awamu huangazia sekta tofauti kuanzia uzalishaji wa kisasa hadi bidhaa za nyumbani na maisha ya kila siku. Maonyesho haya yanachukua eneo la mita za mraba milioni 1.6 yakihusisha vibanda 75,700 na zaidi ya kampuni 32,000 zikiwemo takribani 3,900 zinazoshiriki kwa mara ya kwanza. Maonyesho ya Canton Fair yalianzishwa mwaka 1957 na ni maonyesho ambayo hufanyika mara 2 kwa mwaka mjini Guangzhou, na ni miongoni mwa maonyesho ya biashara ya kimataifa yenye historia ndefu zaidi nchini China. Yamekuwa yakitambuliwa kama kipimo muhimu cha mwenendo wa biashara ya nje ya China. Eneo lililowahi kutangazwa kuwa halifai kuishi sasa limekuwa ishara ya matumaini. Kupitia uhamishaji mkubwa wa watu, maelfu ya familia katika mkoa wa Ningxia wamepata maisha mapya, wakibadilisha jangwa kuwa mashamba ya mizabibu na kurejesha ardhi yao ya zamani kuwa misitu. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Eneo la Xiaigu kaskazini magharibi mwa China, ambalo liliwahi kutangazwa na Umoja wa Mataifa kuwa halifai kuishi, sasa limebadilika kupitia uhamishaji wa familia maskini kwenda makazi mapya ambayo yanamwagiliwa maji kupitia mto Njano, huku maeneo ya zamani yakirejeshwa kuwa misitu. Zamani zaidi ya 80% ya wakazi waliishi chini ya mstari wa umaskini na maji yalikuwa chini ya 8% tu ya wastani wa kimataifa. Katika ukame huo walitegemea misaada tu. Hivyo basi serikali ikaamua kuhamisha zaidi ya kilomita 400 kuelekea eneo la jangwa karibu na Yichuan. Luo Zuochin anakumbuka mwanzo mgumu. When we went to sleep at night, the door was intact. But when we woke up the next morning, our doors were half buried in sand. They have chosen to stay on because the Yellow River flows nearby. At least they no longer have to rely on rain to water their crops. So they've stayed on with persistence and dream. Wengine walirudi, lakini wengine wakabaki. Kupitia umwagiliaji maji, ardhi kame ilibadilika na kuzalisha sekta mpya ya mvinyo, ikitoa ajira nyingi. Liu Li, sasa msimamizi wa pishi la divai, anasema, When living in our former homeland, we would be making a living by planting potatoes and corn. Now I plant grapes and make wine. I never could have dreamed of this. Lakini akitazama nyuma, maisha ya zamani yalikuwa hayana matumaini. When living in our former homeland, we would be making a living by planting potatoes and corn. Now I plant grapes and make wine. I never could have dreamed of this. Sasa badala yake, binti yake ana shahada ya divai na mwanawe anasomea udaktari. Wakati huo huo, mazingira yanapendeza kwani ardhi ya zamani imepandwa miti. These are all spruce trees.
They lose less water through evaporation, so they survive more easily on such land. Mabadiliko hayo yote yameongezea mvua na kukuza kilimo na sekta ya utalii. In the past, I was reluctant to say, I'm from Zhihaigu, because it was backward. Now when people ask, where are you from? I immediately say, Zhihaigu. They will say, it is a good place for a summer vacation. Kwingineko ni kwamba Kenya iliandaa fainali za kitaifa za toleo la 25 la mashindano ya Chinese Bridge ya ustadi wa lugha ya Kichina yakishirikisha wanafunzi 20 wa vyuo vikuu walioshindana katika vipengele vya hotuba na vipaji. Hamis Darwish alihudhuria mashindano hayo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Tukio hili lilifanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha Nairobi na kuhudhuriwa na maafisa waandamizi wa serikali na wanadiplomasia, wahadhiri pamoja na wanafunzi. Ubalozi wa China nchini Kenya uliandaa hafla hii kwa ushirikiano na taasisi za Confucius zilizoko katika vyuo vikuu vya umma nchini Kenya. Since its inception in 2002, the Chinese Bridge competition has attracted over 1.8 million young participants from more than 160 countries and regions. It has become a dream stage for Chinese language learners worldwide and a bridge connecting China with the rest of the world. Beatrice Muganda Inyangala, katibu mkuu katika idara ya elimu ya juu na utafiti, alisema katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na Carol Hunja, katibu wa elimu ya juu na utafiti katika wizara ya elimu, kwamba mashindano haya ya kila mwaka ya ustadi wa lugha ya Kichina kwa wanafunzi wa vyuo nchini Kenya yamekuwa jukwaa la kuimarisha urafiki na uelewano wa kitamaduni. We are also having a Chinese language piloting and textbook development program with the Kenya Institute for Curriculum Development. And on that program, we will be receiving native Chinese language teachers to come to Kenya to work together with our local teachers and ensure quality of Chinese teaching in Kenya. Mwaka huu karibu wanafunzi 200 kutoka taasisi zaidi ya 20 walijisajili, na baada ya tathmini kali katika hatua za awali na nusu fainali, washiriki 20 bora walichaguliwa kushiriki katika fainali za kitaifa. This bridge ni simple sana. Maanake bridge ni kitu ambacho kinaweza kutanisha vitu viwili ambavyo viko pande tofauti. Tunaweza kuwa tuko pande tofauti za dunia, lakini Chinese Bridge ambayo ni lugha ya Kichina kinatuunganisha sisi na Wachina kama kitu kimoja. Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesema uamuzi wa China kutoa ushuru 0 kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika ni hatua ya wakati mwafaka, hasa wakati athari za vita vya Iran zinaendelea kuleta changamoto kwa nchi za Afrika. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Kuanzia Mei mosi, China imepanua mpango huo wa ushuru 0 ili kujumuisha nchi zote 53 za Afrika ambazo ina uhusiano wa kidiplomasia nazo. Tayari tangu Disemba mosi mwaka 2024, China ilikuwa imeondoa ushuru kwa 100% ya bidhaa kutoka nchi 33 maskini zaidi barani Afrika. Akizungumza na CMG, Yusuf alisema kuwa hatua hiyo ya kindugu kutoka China inaleta matumaini makubwa kwa wananchi wa Afrika. Now we are faced with huge challenges. The fertilizers are not coming because of the closure of the Strait of Hormuz. The farming season is now went ahead without those fertilizers. So the risk of food insecurity is very high in the coming month. And we also see kind of isolationist policies across the world. And protection is growing everywhere. Yusufu pia alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusikiliza sauti ya Afrika na kushinikiza kuwepo kwa sheria za biashara za kimataifa zilizo za haki zaidi. Alisifu ushirikiano wa China kupitia jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika, yani FOCAC, akisema China inajitahidi kujenga ushirikiano wa haki na wazi na Afrika. So the decision of His Excellency President Xi to allow African products to enter the Chinese market with zero tariff is very timely. I would like to really express on behalf of the Commission our sincere gratitude for this very brotherly gesture
that all Africans appreciate. Aidha, alieleza kuthamini sera ya China kwa nchi za Afrika, akisisitiza kuwa ushirikiano unaojengwa kati ya pande hizo mbili ni wa haki na wenye uwazi. Alibainisha kuwa juhudi za Rais Xi Jinping na serikali yake kupitia jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika yani FOCAC zinaendelea kuimarisha mahusiano yenye manufaa kwa pande zote. Na katika sehemu yetu ya Fahamu China, hivi sasa China inakabiliwa na ongezeko kubwa la idadi ya watu wazee, ambapo kufikia mwaka jana watu wenye zaidi ya miaka 60 wanatarajiwa kuzidi milioni 320. Hali hii imeongeza mahitaji ya huduma bora na za kisasa kwa wazee, huku wadau wa kimataifa wakianza kuingia sokoni na kutoa suluhisho mbalimbali za kimataifa, kama anavyotufahamisha Zakia Pong kwenye sehemu yetu hii ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wakati idadi ya watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60 nchini China ikizidi milioni 320 mwaka 2025, nchi hiyo inakabiliwa na mahitaji makubwa ya huduma ya ubora wa juu kwa wazee. Na wadau wa kimataifa wanaleta suluhisho la dunia katika soko. Kwa maelfu ya miaka, utii wa watoto kwa wazazi umekuwa msingi mkuu wa jamii ya China. Kwa kawaida, watu wa China wanaoelezea kwa kukaa karibu na wazazi wao wanaozeeka. Lakini leo maisha ya mijini na mabadiliko ya mtindo wa maisha vinabadili taratibu utamaduni huo. Kwa kuwa wazee wengi wanaonyesha hamu ya kuzeeka wakiwa huru, wazee katika nyumba za kutunza wazee wanasema kama wengine wengi nao pia walikuwa na wasiwasi kuhusu kuhamia katika nyumba hizo, lakini baadaye wakagundua sehemu hizo ni nzuri na zina uhai tofauti na walivyohofia, wakaamua kuishi hapo. Nyumba hiyo inahudumiwa na kundi la wazee kutoka Ufaransa ambao wameishi nchini China kwa zaidi ya muongo mmoja na lenye miaka zaidi ya 30 ya uzoefu wa kimataifa. Utafiti wa ndani kuhusu wazee unaonyesha kuwa zaidi ya wazee milioni 40 nchini China ni walemavu kamili ama wana aina ya ulemavu. Karibu wazee milioni 15 wanaishi na ugonjwa wa kusahau, mara nyingi wakisumbuliwa na kupoteza kumbukumbu, mihemko na kuchanganyikiwa. Wakati idadi ya wazee ikiendelea kuongezeka, mahitaji ya utaalamu wa huduma za wazee yanaendelea kuwa na dharura, na watoa huduma wa kimataifa wakiwa na uzoefu mwingi wanaweza kutoa suluhisho la thamani. Taasisi hizi ni sehemu ya mwelekeo unaokuwa. Katika miaka ya karibuni, China imepanua orodha yake ya uwekezaji wa kigeni ili kushawishi ushiriki wa kigeni katika sekta ya huduma kwa wazee. Mabadiliko haya ya sera yanaakisi ahadi ya serikali ya kupanua machaguo ya huduma za wazee na kukabiliana na mahitaji tofauti ya idadi ya wazee. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na kabla ya kukamilisha basi Nuru ya Mashariki, tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea basi masomo haya ya lugha ya Kichina kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia zaidi. Haya, jiunge nami basi ili tuweze kujifunza lugha ya Kichina. 第6课，你的个子真高。 Mambo, karibu katika daraja la Kichina la YCT.
Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Kutafuta tofauti. Kuna tofauti 4 katika picha hizi mbili. Tafadhali, mwambie mwalimu ni maeneo gani tofauti katika picha zote mbili. 头发、眼睛、耳朵、鼻子。妹妹的眼睛很小，耳朵很小，手不大，头发不长。妹妹的眼睛很小，耳朵很小，手不大，头发不长。妹妹的眼睛大吗？妹妹的眼睛很小。妹妹的耳朵大吗？妹妹的耳朵很小。妹妹的手大不大？妹妹的手不大。妹妹的头发长不长？妹妹的头发不长。妹妹的眼睛很小，耳朵很小，手不大，头发不长。你的个子真高，你的鼻子真长。你的个子真高，你的鼻子真长。他的个子高不高？他的个子真高。他的鼻子长不长？他的鼻子真长。你的个子真高，你的鼻子真长。Sasa tumemaliza majaribio yetu. Hebu tutazame video hii kuhusu hadithi, kisha tujibu maswali. 小蝌蚪找妈妈。你是我们的妈妈吗？我不是。你们的妈妈眼睛很大。你是我们的妈妈吗？我不是。你们的妈妈有4条腿。你是我们的妈妈吗？我不是。你们的妈妈没有尾巴。你是我们的妈妈吗？我是你们的妈妈，我爱你们。妈妈，妈妈。小蝌蚪找妈妈。你是我们的妈妈吗？我不是。你们的妈妈眼睛很大。他们的妈妈眼睛大不大？他们的妈妈眼睛很大。你是我们的妈妈吗？我不是。你们的妈妈有4条腿。他们的妈妈几条腿？他们的妈妈有4条腿。你是我们的妈妈吗？我不是。
你们的妈妈没有尾巴。他们的妈妈有没有尾巴？他们的妈妈没有尾巴。你是我们的妈妈吗？我是你们的妈妈，我爱你们。妈妈，妈妈。青蛙是不是他们的妈妈？是，青蛙是蝌蚪的妈妈。 Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见. Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.